Tukisalia kwenye visa vya ajali barabarani, idadi ya watu walioaga dunia kufuatia ajali katika eneo la Kikopee huko kaunti ya Nakuru imefikia 6 baada ya mtu mmoja kuaga dunia alipokuwa akitibiwa hospitalini. Ajali hiyo ilihusisha trela 2 na gari la abiria. Watu wengine 7 wamejeruhiwa vibaya. Shadrack Alumasi, dereva wa gari la Great Rift Shuttle, ni mwingi wa maswali. Saa chache baada ya kuhusika kwenye ajali eneo la Kikopee Gilgil, gari lake liligongwa upande wa nyuma na trela lililokuwa linaendeshwa kwa kasi. Baada ya breki kukatika, watu 5 waliaga dunia papo hapo, mmoja akifariki alipokuwa akipokea matibabu hospitalini. Nilikuwa na abiria 16. Kwa upande ile kitu ilifanyika ndio accident happen. Siwezi nikajua sababu gari yangu ilikuwa sawa. Ilikuwa naenda speed ya 50 km/h. Ajali hiyo iliyotokea mwendo wa saa 3 asubuhi ilihusisha magari matatu, yote yaliyokuwa yakielekea upande wa Nakuru. Abiria walionusurika wakisimulia yaliyotokea. Nilikuwa nasafiri kutoka Nairobi kukwenda nyumbani Webuye, natoka Webuye East. Na nilikuwa na watoto wangu 2. So mmoja alikuwa amekaa na driver na mimi naye na mwingine tuko karibu kwa hiyo nyuma ya driver, hiyo nini seat ya driver ya nyuma hiyo. Tulisikia tu nyuma gari imeguzwa. Sasa kuna gari nyingine tena ilikuwa mbele kidogo. Sasa driver hakugonga hiyo ya mbele. Kwa maana angegonga hiyo ya mbele hatungekuwa sisi wote. So yeye alijaribu kutoka kidogo ndio at least tukaonekana tumepona. Sasa wakati hiyo gari imetoka juu ilikataa brake ilikatalia kwa mlima huko. Gari imetoka imekuja haikuwa naona haikuwa na. Sasa hiyo Nissan nayo ilikuwa inakimbilia upande wangu. Sasa iko hiyo trailer nayo imeachilia huko, brake hakuna. Na ikawa nayo kuna gari inatoka chini, kabidi hiyo trailer isukume Nissan upande wa ikaifinyia Nissan katikati. Wakazi wa eneo la Kikopee sasa wanataka barabara hiyo ya Nakuru kuelekea Nairobi kupanuliwa, kwani eneo hilo hushuhudia msongamano wa trailer ambazo zimeegeshwa kando ya barabara. Hizi trailer ambazo zinakaa huku kando ziondolewe kabisa, wapatafute parking huko ambapo wanatufungia sisi kwanza kama wana bodaboda, wanatupunguzia barabara ambapo hatupati barabara ya kupenya, na tukisonga tukienda mahali tunaenda, so wanatufinya, tunakosa nafasi ya kupita. Taarifa kutoka kwa NTSA ikiashiria kuwa dereva wa trailer iliyosababisha ajali hakuzingatia kanuni za barabarani. Maria Nyambura, runinga ya Citizen.